Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hadi Jumatatu Agosti 17, 2026 baada ya upande wa Jamhuri kuomba kuahirishwa kwa sababu mmoja wa mashahidi wake amepata dharura ya kiafya. Kesi hiyo imeendelea leo Ijumaa katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya 495 tangu kuanzwa kwa mchakato wa kesi hiyo. Katika hatua ya leo, upande wa Jamhuri uliomba mahakama kuahirisha usikilizwaji wa kesi hiyo hadi Jumatatu, ukieleza kuwa shahidi aliyepangwa kutoa ushahidi amepata changamoto ya kiafya. Wakili wa serikali alisema mashahidi nao ni binadamu, na kwa kuwa ni binadamu, changamoto inaweza kutokea kwa mwanadamu muda wowote. Sisi upande wa mashitaka ni ukweli tunakiri, bado tuna mashahidi wengi, lakini si lazima tuwalete mashahidi wote. Tunaleta namna tulivyopanga mpango wetu na vile tulivyojiandaa. Mwenzetu asijisikie pengine labda huyu ndiye shahidi wa mwisho. Sheria inaruhusu kuahirishwa kwa shauri kwa sababu za msingi, na kwa sababu za maradhi ni za msingi. Kwa hiyo, waheshimiwa majaji, ni rai yetu, tunaomba mahakama yenu iahirishe shauri mpaka Jumatatu, na tutawaleta mashahidi wote kwa sababu bado ni ndani ya kipindi hiki na si kipindi kingine. Ni hayo tu, waheshimiwa majaji. Hata hivyo, Lissu alipinga ombi hilo na kuikumbusha mahakama kuhusu amri iliyowahi kutolewa kwamba upande wa mashtaka wasilishe mashahidi wawili katika kila siku ya usikilizwaji wa kesi. Lissu alisema upande wa mashtaka umekuwa ukishindwa kutekeleza amri za mahakama, akidai kuwa hali hiyo inaweza kuathiri kasi na mwenendo wa kesi. Kulikuwa na amri mlioitoa mwaka jana. Siwezi kukumbuka tarehe kwamba upande wa mashitaka ulete mashahidi wawili kila kesi inaposikilizwa. Na hii amri mmerudia tena juzi Jumatano. Mmerudia tena jana kwamba upande wa mashtaka walete mashahidi wengi. Lissu aliendelea kuhoji kwa nini upande wa mahakama haukuwa tayari kuheshimu amri za mahakama, akisema mahakama inapaswa kuhakikisha amri na maamuzi yake yanaheshimiwa. Waheshimiwa majaji, upande wa mashitaka hautekelezi amri za mahakama kwa sababu hamwachukulii hatua. Wanajua mtawakubalia. Waheshimiwa majaji, kusema maneno haya sio kitu chepesi kwangu, ila mmeachia amri zenu kupuuzwa. Lissu pia aliomba mahakama isikubali kesi hiyo kuendelea kwa mtindo ambao unaweza kuongeza muda wa usikilizwaji, akisema ikiwa upande wa Jamhuri hauna utayari wa kuendelea na mashahidi, basi hatua inayofuata ichukuliwe. Kama pumzi imekata, wafunge ushahidi, twende hatua inayofuata. Kama hawako tayari kuendelea, wafunge kesi. Katika hoja yake, Lissu alisisitiza pia umuhimu wa kesi hiyo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akaomba mahakama isimamie kwa umakini amri na maamuzi yake. Again for the record, hii ndio kesi kubwa zaidi kwa Jamhuri ya Muungano. Kwa mujibu wa katiba, lazima mahakama ionyeshe umuhimu kwa namna inavyosimamia amri zake na maamuzi inayofanya. Lissu alilinganisha muda ambao kesi hiyo imechukua na kesi nyingine za uhaini zilizowahi kusikilizwa nchini, akisema kesi hiyo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu bila upande wa mashtaka kumaliza kuwasilisha mashahidi wake. Leo ni siku ya 495, mwaka mmoja na zaidi ya miezi minne. Hatujamaliza mashahidi wa upande wa mashitaka. Nikija kusema aitwe Samia, si itachukua miaka 5, na Philip Mpango na IGP Wambura mtakuwa mmestaafu hawajaitwa. Lissu akaomba mahakama isiwaruhusu upande wa mashtaka kuendelea kuongeza muda wa kesi bila kuwasilisha mashahidi waliobaki. Naomba msiwakubalie, walete mashahidi, tuendelee na kesi. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, Jaji Nduguru alisema mahakama imesikia maelezo kuhusu afya ya shahidi pamoja na hoja ya Lissu kuhusu umuhimu wa kesi hiyo. Tumesikia hoja ya ahirisho kuhusu afya ya shahidi na tumesikia mshitakiwa juu ya umuhimu wa shauri hili.
na kwa maelezo ya upande wa jamhuri kwamba Jumatatu wataleta mashahidi wao wote, basi ni amri ya mahakama siku ya Jumatatu wawalete mashahidi wao wote waliobaki. Hivyo mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi Jumatatu, Agosti 17 ya mwaka 2026, ambapo upande wa jamhuri unatakiwa kuwasilisha mashahidi wake wote waliobaki. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa katika mahakama kuu baada ya Lissu kukamatwa Aprili 8, 2025 na kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu siku iliyofuata, ambapo alisomewa shtaka la uhaini. Usikilizwaji wa kesi hiyo ulisimama kwa takribani miezi mitano kutokana na mchakato wa kisheria uliowasilishwa katika mahakama ya rufani kabla ya kuanza tena Agosti 10, 2026. Kufikia Agosti 13, mashahidi 17 wa upande wa jamhuri walikuwa wamefika kutoa ushahidi. Shahidi wa 17 ambaye utambulisho wake umefichwa alianza kutoa ushahidi kuhusu mkutano wa Chadema uliofanyika Aprili 3, 2025 katika makao makuu ya chama hicho Mikocheni. Katika hatua hiyo, Lissu alianza kumuuliza shahidi maswali kuhusu ushahidi wake wa mahakama na maelezo aliyowahi kutoa katika hatua ya uchunguzi. Mtazamaji, taarifa muhimu ni kwamba maelezo haya yamesomwa na TMC News kwa madhumuni ya kuelezea na kutoa uelewa kuhusu kinachoendelea mahakamani. Majibu yaliyowasilishwa katika taarifa hii ni majibu halisi yaliyotolewa na shahidi mahakamani. Hata hivyo, sauti inayosikika katika video hii si sauti halisi ya shahidi, bali imetumika kwa madhumuni ya uwasilishaji wa taarifa. Mimi ni Jacqueline Masawe. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.